Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Philbert Philemon mwenye umri wa miaka 23 ambaye ni mwanachuo wa chuo kikuu cha St. John aliyehusika katika tukio la kuchoma moto chumba walichopanga mabinti wawili na kusababisha vifo vyao ambao ni Rebecca James na Felista Peter huko mtaa wa Kikuyu Dodoma mjini tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu saa 8 usiku. Taarifa zinaeleza kwamba walilazwa hospitali ya rufaa ya Dodoma ICU ambapo Rebecca James alifariki dunia Juni 11 mwaka huu na Felista Peter alifariki dunia Juni 13 mwaka huu. Na baada ya tukio hilo la uhalifu kutendeka, jeshi la polisi Dodoma lilifanya uchunguzi na kumkamata mtuhumiwa huyo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu katika stendi ya mabasi ya Magufuli, Dar es Salaam, akiwa katika harakati za kukimbia mkono wa sheria. Aidha, mtuhumiwa huyo amekiri kutenda kosa hilo kwa kutumia mafuta ya petroli lita 2, sababu kubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi baada ya kuachwa na mpenzi wake ambaye ni marehemu Felista Peter Francis ambaye alimpata mwanaume mwingine. Katika hali isiyo ya kawaida, mbuzi aliyekuwa ameandaliwa kama zawadi kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kutoka kwa mwananchi wa wilaya ya Iramba mkoa wa Singida ameibiwa kabla ya kukabidhiwa rasmi kwa Waziri Mkuu. Tuambie. Mheshimiwa, shikamoo. Marabu, jambo. Kwa majina anaitwa Flora Lemi. Mheshimiwa, sisi tulikuwa tumeandaa zawadi kwa ajili yako, lakini tulikuwa tumeifunga pale, ilikuwa ni mbuzi. Tulikuwa tunataka sasa katika hiyo zawadi tulikuwa tuna jambo la kuongea na wewe mheshimiwa, tunakuomba utupe nafasi. Tuko wawili lakini mbuzi pale hayupo. Hatujakuta. Mheshimiwa Diwani, utamtafuta yule mbuzi mpaka mpate mniletee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa jina ninaitwa Nelson Amos. Kwa jina ninaitwa Nelson Amos. Ni kweli tulikuja hapa pamoja na zawadi yako. Mwanamke mwenye umri wa miaka 21 amefariki dunia baada ya ajali mbaya iliyotokea wakati wa shughuli ya rope jump katika eneo la Meira ndani ya jimbo la São nchini Brazil. Kwa mujibu wa taarifa za awali, tukio hilo lilitokea wakati mhusika alipoanguka kutoka urefu wa takriban mita 40 bila kuunganishwa ipasavyo na kamba za usalama, na kwa mujibu wa mashuhuda wamesema huenda kulikuwa na hitilafu ya kiufundi au kosa la kibinadamu lililosababisha kutofungwa kwa vifaa vya usalama kabla ya kuruka, hali iliyopelekea umauti wake. Huduma za dharura ikiwemo polisi, zimamoto, timu ya afya ziliitwa eneo la tukio majira ya asubuhi, lakini ilithibitishwa kwamba mwanamke huyo tayari alikuwa amekwisha fariki dunia. Polisi wa kiraia nchini Brazili wameanza uchunguzi rasmi kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo, iwapo kulikuwa na uzembe katika usimamizi wa shughuli hiyo, ili hatua za kisheria ziweze kufuata mkondo wake. Na tukielekea jijini Mwanza, shirika la umeme Tanzania TANESCO limekanusha vikali madai ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza maarufu kama MWAUWASA kwamba upungufu wa huduma ya maji jijini Mwanza unasababishwa na hitilafu au kuyumba kwa huduma za umeme katika maeneo ya uzalishaji maji. TANESCO imekanusha madai hayo na kusema si ya kweli, na kwamba uchunguzi wa kiufundi uliofanyika awali ulibaini kuwa changamoto zilikuwa zikijitokeza katika mitambo ya uzalishaji maji ya Butimba na Capri Point zilisababishwa na matatizo ya ndani ya mifumo ya MWAUWASA na si huduma ya umeme. Ikumbukwe kuwa awali mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza almaarufu MWAUWASA ilitoa taarifa ikieleza kuwa kumekuwa na upungufu wa uzalishaji na usambazaji wa maji jijini humo kutokana na kukatika kwa nishati ya umeme katika vituo vya uzalishaji na usambazaji wa maji. Na kwa mujibu wa MWAUWASA, hali hiyo ilisababisha mitambo kuwashwa na kuzima mara kwa mara, na hivyo kupunguza kiwango cha uzalishaji wa maji. Mkoa wa Arusha umeazimisha
siku ya familia ya polisi, Polisi Family Day. Siku hii kwa mkoa wa Arusha tulionea ni vema familia zetu, watoto, wake zetu na waume zetu pamoja na askari, maafisa na wakaguzi, tuliona ni vema tuje tufanye Police Day katika bonde hili la Ngorongoro Crater. Tumeona tuwalete waone kwa nini mkoa wa Arusha unaitwa ni mkoa wa kitalii. Watoto wetu majumbani na wake zetu na waume zetu wamekuwa saa nyingine wakisikia kwamba Arusha ni mkoa wa kitalii, lakini hawajui kwa nini unaitwa mkoa wa kitalii. Wanakutana na wageni, saa nyingine hawaelewi, wanajua tu kuna wanyama huko lakini hawajui. Kwa hiyo tumeona tuje tuwaonyeshe kama familia ya kipolisi waweze kuelewa kwamba utalii wa Arusha na kwa Tanzania kwa ujumla ni nini. Nia yetu ni kuupandikiza utalii wa Tanzania, utalii wa Arusha mioyoni mwa familia zetu, mioyoni mwa watoto wetu, ili wanapoona wageni wajue utalii ni nini, na wanapokuwa wajue utalii ni nini, ili waweze kujiungamanisha na utalii tulionao. Na siku nyingine Mungu akijalia tutakwenda vituo vingine kuweza kuihamasisha kwa familia zetu za polisi katika mambo ya utalii. Kwa majina mimi naitwa Dorcas Lazaro. Leo ni siku nzuri sana na ni siku special kwa sisi hapa Arusha. Baadhi yetu tumefanikiwa kuja Ngorongoro na ni mara yangu ya kwanza. Tumeenjoy, tumeona wanyama, tumeona mabwawa, tumeona vitu vingi na vivutio vingi vizuri, na tunashukuru pia kwa uongozi wetu wa polisi kwa kutuleta huku. Tumeenjoy, leo ni siku yetu nzuri sana na tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Hili swala linatufanya familia zetu ziendelee kujengeka kwa umoja, amani na ushirikiano wa pamoja. Kwa hiyo mimi naomba tu viongozi wangu waendelee kuliboresha. Leo tumekuja Ngorongoro, kesho tena tuende hifadhi nyingine kama Serengeti, siku nyingine tuvuke mipaka kabisa, twende hata Mikumi, twende na sehemu nyingine, ili kuifanya Police Family Day iendelee kuwa ni bora na ni nzuri sana. Nashukuru kwa sababu hii itafika mbali, na sisi kama polisi na sisi tumekuwa mabalozi wa kutembelea mbuga mbalimbali za wanyama. Tuambie. Mheshimiwa, shikamoo. Marahaba, jambo. Kwa majina naitwa Flora Lemi. Mheshimiwa, sisi tulikuwa tumeandaa zawadi kwa ajili yako, lakini tulikuwa tumeifunga pale, ilikuwa ni mbuzi. Tulikuwa tunataka sasa katika hiyo zawadi tulikuwa tuna jambo la kuongea na wewe mheshimiwa, tunakuomba utupe nafasi. Tuko wawili lakini mbuzi pale hayupo. Hatujamkuta.